Wananchi wameelimishwa masuala mbalimbali ya sekta ya fedha, ikiwemo usimamizi wa fedha binafsi, usimamizi wa mikopo, njia mbalimbali za kuweka akiba, lakini pia wamefundishwa uwekezaji, elimu ya bima na bima ya afya kwa wote. Leo tunapozungumza, takribani tumebakiza siku 20 katika siku 100 ambapo Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan aliahidi mambo ya kutekeleza ndani ya siku 100. Sisi tuna furaha kubwa kuona katika ahadi za Mheshimiwa Rais, ikiwemo ahadi hii ya bima kwa wote, jana au leo hii kifurushi cha kwanza kimeanza kutolewa na elimu itaendelea kutolewa mpaka mwisho, kuhakikisha kwamba kila Mtanzania atakuwa ndani ya mfumo wa bima. Ndugu zangu, tunafurahishwa sana na bima. Mtwatira ameeleza hapa na hili sio ndio swala la mwisho. Sisi kuanzia juzi madisi hao wote wa Tanzania nzima walikuwa Dodoma, wakurugenzi wote Tanzania nzima walikuwa Dodoma, na wakuu wa mikoa wote kuelezwa masuala mazima ya bima, ili tushuke kwa wananchi, tuwaelimishe na wananchi wote waweze kuingia katika utaratibu wa bima. Na viongozi sisi tutapimwa kwa jinsi ambavyo wananchi wamepata elimu na jinsi ambavyo wataitikia na tutakavyoweza kuwashirikisha kuhakikisha kwamba wote wanakuwa na bima ya pamoja. Kwa hivyo ni kuhakikishieni kwamba hili ambalo amezungumza msimamizi wenzetu Atira, mratibu ambaye taratibu makampuni yote za bima zikiwemo za serikali na binafsi, sisi kama wasimamizi wa shughuli za serikali tutahakikisha kwamba tunashuka kwa wananchi, na nishukuru kwamba diwani wa eneo hili yupo na madiwani wote watapata hii elimu tulioipata, watendaji wa kata wote na wenye viti wote wa vijiji, ili wote kwa pamoja Tanzania nzima ikawa katika mfumo wa bima. Asitokee Mtanzania akaugua anashindwa kwenda hospitali. Leo tarehe 26 ya mwezi wa kwanza iliteuliwa kuwa tarehe ya kuanza utekelezaji wa bima ya afya kwa wote, ambako kifurushi cha bima ya afya kwa wote kimeshatangazwa na Mheshimiwa Waziri wa Afya, na leo tarehe 26 kimeanza utekelezaji. Kifurushi kina huduma mbalimbali, huduma zote ambazo mwananchi anaweza kuzipata katika vituo mbalimbali vya kutolea huduma za afya. Kifurushi hicho kinahusisha watu gani? Ni watu wote, wananchi wote wa Tanzania. Kwa kifurushi hicho, kwa bei ya shilingi 150,000 kitajumuisha watu wasiozidi 6. Kwa mfano, ukilipia 100,000 yako na 50 kwenye kampuni ya bima, unaweza kujiunga wewe na ukajumuisha watu wengine 6, ambapo unaweza kaa ni wewe baba au mama, then ukamjumuisha mwenza wako, ukamjumuisha mzazi au mkwe pamoja na watoto. Pia serikali imealau pia kumweka ndugu wa damu. Kama una ndugu yako wa damu mwenye miaka chini ya 21, unaruhusiwa kumweka kwenye kifurushi cha bima ya afya kwa wote. Utekelezaji wa bima ya afya kwa wote umeanza. Ni wasitu wananchi, mtakapowaona kampuni za bima, wale wasambazaji wa bima wanakuja katika maeneo yenu kuwaeleza au kuwasajili kujiunga na bima ya afya kwa wote, tukimbilie hii fursa ambayo iliyotolewa na serikali. Kama tunavyojua 150,000 kwa watu 6, utafikiria tu mwenyewe kwa watu 6 pale kwenye familia mkiugua kwa mwaka mnatumia kiasi gani? Na sasa serikali imekuja na mpango kuhakikisha wote 6 mkilipia 100,000 yako na 50, wote mtapewa kadi na mtakuwa na uwezo wa kupata huduma za afya mwaka mzima. Maadhimisho haya yamefanyika ikiwa ni kwa mara ya 5 kwanza utekelezaji wa mpango mkuu wa maendeleo ya sekta ya fedha ambao unatekelezwa kwa kipindi cha miaka 10 kuanzia 2021 hadi 29-30. Mojawapo ya malengo ya mpango huu ni kuimarisha mfumo wa kuwalinda watumiaji wa sekta ya fedha.
Hadi kufikia Disemba 2026, Wizara ya Fedha kwa kushirikiana na wadau wa sekta ya fedha imekuwa inafanya maadhimisho haya katika mikoa ya Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Mbeya na leo tupo Tanga. Aidha, elimu ya fedha imetolewa katika mikoa 17 na halmashauri 94 na jumla ya watu milioni 64,125 wakiwemo wanaume 22,445 na wanawake 41,650 wamekuwa wamepata elimu ya fedha.